Watu wengi sana huwaga tunatumia pesa zetu bila kuwa na budget. Hii haimaanishi kwamba huwaga hatujui umuhimu wa budget, hapana. Umuhimu wa budget tunaujua, ila kitu ambacho watu hawa wanakosa ni kwamba huwaga hawananga malengo ya kifedha. Malengo ya kifedha yatakusaidia wewe uweze kutumia pesa zako in budget way. So leo naenda kuwapa njia za kuwa na budget nzuri. Njia ya kwanza, tumia pesa zako kwa kutumia formula ya 50, 30 na 20 rule. Pale ambapo unapata kipato chako, tenga 20% kwa ajili ya akiba na investment. Then 50% kwa ajili ya matumizi ya msingi. 30% kwa ajili ya matamanio yako. Hakikisha kila mwezi unapoandaa bajeti yako, matamanio yako yasiongezeke, yawe yanapungua. Njia ya pili, orodhesha vipato vyako. Vipato vyako vyote unapopata katika mwezi viorodheshe, na pia tumia pesa zako chini ya kipato chako unachokipata. Njia ya tatu, fuatilia matumizi yako. Unapofanya matumizi ya kila mwezi yaorodheshe kwenye daftari au kwenye apps zote. Kuna apps type za money ambazo zitakusaidia wewe uweze kujua matumizi uliyofanya katika mwezi. Orodhesha, hii itakusaidia kwanza ujue pesa nyingi zimeenda wapi, na hii itakusaidia hata unapoandaa bajeti ya mwezi unaokuja uweze kujua vitu gani vipungue kwenye matumizi yako, ili pesa hiyo uweze kutumia kwenye kuweka akiba na investment, na pia kwenye matumizi yako ya msingi. Njia ya 4, weka vipaumbele kabla ya matumizi na matamanio yako. Yaani hakikisha kwamba pale ambapo unapata pesa zako, lipa malengo yako ya baadaye, then fuata matumizi yako ya msingi, then fuata matamanio yako. Njia ya 5, nataka utumie, weka akiba ya dharura. Kwenye bajeti yako isikosekanike akiba ya dharura. Hii inamaanisha kwamba pale ambapo umepata dharura yoyote ikitokea, ujue kwamba kwenye bajeti yako una akiba ya dharura. Hii itakusaidia kwamba uweze kutumia hiyo hela kwenye dharura iliyotokea. So hizo ni njia huwaga natumia mimi kufanya budget kwenye pesa zangu. Je, wewe huwaga natumia njia gani kuweka budget kwenye pesa zako? Tujuze kwenye comment ili tuweze kujifunza kwa pamoja.